Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwanza tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kufika ndani ya makasama haya katika muda huu juu ya kueleza faida mbalimbali. Miongoni mwa faida ambazo tulitoa katika vipindi vilivyopita ilikuwa ni faida ya surati al-Ikhlas, maana kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Leo hii tunaleta swala yake ambayo inataalaki na surati Ikhlas. Swala hii inakuwa ni swala ya raka 4. Ni swala ambazo zimefanyika miaka mingi sana kwa wanazuoni wakubwa ambao walikuwa wakiutafuta uchamungu, na kwa kupitia humu kwa kusimama sana usiku, basi Mwenyezi Mungu aliwaboraia na kuwafungua katika ulimwengu wa uwali. Kuna suna ya raka 4 ambayo inaoswaliwa kwa kutumia kul huwallahu 1002. Suna hizi kwa bahati watu wengi wa sharia hawaziswali hizi kwa sababu sharia zao ndio hivyo tena, hazionyeshi sana, lakini sisi watu wa tasawufi tunazielewa hizi swala za namna hizi kwa nyingi katika mambo yetu haya ya kitasawufi. Kwanza mtu ataswali raka 2 na waitu swali sunati qadha al-haja. Ataswali raka ya kwanza atasoma alhamdu na kul huwallahu 102. Atarukuu, atasujudu, atapanda juu. Akipanda juu atasoma alhamdu na kul huwallahu 200. Kwa atarukuu, atainuka, atasujudu. Pale kwenye sijida atasema ya Rabbi, ataomba haja zake. Baada hapo atakaa atahiyatu, atafanya tahiyatu. Baada hapo atatafuta rakaa ya 3 na ya 4. Rakaa ya 3 atasoma alhamdu na kul huwallahu 300. Atarukuu. Baada hapo ataitidali, atakwenda kusujudu. Baada hapo atatafuta rakaa ya 4, atasoma alhamdu na kul huwallahu 400. Atarukuu. Baada ya kurukuu ataitidali, atakwenda kwenye sijida. Baada ya kwenda kwenye sijida, pale lile sijida mwisho ataomba dua. Sasa ndio atasimama pa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hali yangu mimi imekuwa nzito. Baada pale atakaa kikao cha atahiyatu kubwa. Baada ya atahiyatu sasa asigeuke, akae vive, afanye ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah mara 1000. Kama anaweza atafanya salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam mara 1000 ama mara 100. Alafu atainua mikono, Allahumma ya Allah, Mwenyezi Mungu, mimi mja wako dhaifu, mimi mja wako dhalili, niokoe, ninusuru katika balaa, niokoe katika dhiki, niokoe. Atasema ya kusema. Wanasema wataalamu na wakubwa wa mambo haya ya kitasawufi, mtu hawezi kufanya swala hii kwa kutumia ikhlasi 1002 isipokuwa haipiti masaa, isipokuwa qadha Allahu hajatahu, Mwenyezi Mungu atamkidhi haja yake. Na mtu mwenye kudumu kila usiku wa Alhamis wa Mkeyuba akatembea mwenye neno hili, basi kuna nuru inafungua moyo wake, kuna mambo atayapata, kuna hisi fulani atazipata. Kila kama hajafanya jambo, basi kuna hisia zinamjia. Na wengi waliofanya majambo hayo wallahi hivi sasa ni watu wakubwa kabisa. Kuna bwana mmoja, shekhe mmoja vijijini huko, alikuwa ndio sahibu wa hii sala. Wallahi alikuja kijana mmoja msomi kutoka maeneo mbalimbali kuja pale, akamkuta shekhe anaswalisha salati al-maghribi. Basi kisomo cha shekhe hakikuwa kizuri sana kama visomo vya sasa. Yule kijana yuko kwenye kulatende pale, sema shekhe kisomo gani analeta? Baada ya kumaliza kijana akaingia kuswali msikitini, Allahu akbar. Alipomaliza shekhe akamwambia, njoo wewe pale kwenye kulatende ulikuwa unasema nini wewe?
Alijuaje huyu? Alijua kutokana na siri hii ya faida ya swalati ya sunna hii ya kutumia surati Ikhlasi. Wabillahi tawfiq, akhikum fi din Sheikh Rashid Saadi wa Kiboro inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.